Ukipata Biblia unaweza soma na tusonge pole pole. Na before tufike hapo, I have something to say ambaye iko katika kitabu cha Hesabu. Hesabu 5 mlango wake, Hesabu 5 mlango wake wa 5. Nilikuwa na neno ambapo nilikuwa natamani sana niguze hapo. Pia nataka niseme ya kwamba neno linasema kwamba kulikuwa na mama moja. Mama huyu alikuwa ni mama wa ajabu sana. Alikuwa ni mama ambaye anapenda Mwenyezi Mungu. Naye siku moja wakati ambapo alikuwa ameishi kwa nyumba yake, palipatikana mwanaume mmoja ambaye alikuwa na haja sana ama kiu ya kunywa maji. Alikuwa na kiu ya kunywa maji. Na yule mwanaume akafika karibu na yule mama kama ndiko ninavyosema, na akamwambia kwamba mama, ninakuomba unipe maji ninywe. Na yule mama kwa kuwa alikuwa ni mama wa ajabu sana, that's why I'm calling this woman a wonderful woman. Alikuwa ni mama wa kipekee. Mama huyu akaona ni vyema, kwa sababu huyu ako na kiu ya maji na mimi sioni ni maji, mama ule hakuwa anaona ni maji, ama mama ule hakuwa anaona huyu mtu ni kama ako na haja tu na maji, bali aliona kana kwamba huyu mtu ako na jambo ambayo inamsumbua, na kinachomsumbua ni vyema aitatue. Andiko linasema kwamba wakati aliitishwa maji, yeye akaingia kwa nyumba na akachukua maziwa. Akachukua maziwa akauweka kwenye bakuli nzuri, akampelekea yule mwanaume akampa anywe. Kisha baadaye akarudi tena kwa nyumba akachukua siagi ile imetengenezwa vizuri akamletea yule mwanaume. Jambo hili ninapoangalia kwenye hilo andiko linasema kwamba mama huyu aliitwa mbarikiwa. Aliitwa mama mbarikiwa kuliko wanawake wote. Aliitwa mbarikiwa kuliko wanawake wote kwa sababu ya kazi ambayo alifanya ama matendo aliyotenda. Maana kulikuwa na watu wengi ambapo wangekuwa ile area, na ule mwanaume kwenda kuweza kuingia kwa boma zao ama kuitisha maji. Kinalilekea tu kwa nyumba ya mama na akaitisha maji na akapewa maziwa na akapewa sagi na akapewa kwenye bakuli yenye dhamana. Bakuli yenye dhamana sana. Inamaanisha kwamba ule mama alidhamini yule mtu alikuwa anaitisha maji. Alionyesha upendo wake kwa ajili ya yule mtu alikuwa anaitisha maji. Aliangalia moyo wa ule mwanaume na kaona hii si maji peke yake, bali huyu mtu huenda kawa akona njaa zaidi, ama akona kitu amelemewa na maji haiwezi ikamaliza, akaona ni vyema akampe maziwa. Leo nataka nizungumzie habari ya huyu mama kidogo. Ili akaitwa mama ambaye ni mbarikiwa kuliko wanawake wengine kwa sababu ya kutenda mambo ya dhamana. Alifanya kitu ya ajabu sana. Wengi siku leo ukiitisha kitu wanakuangalia kuanzia miguu mpaka kichwa. Ukiitisha hata maji anachukua kikombe kile hakifai ndio akutekee maji ili unywe. Ukiitisha maji anatafuta ile kanjele ambaye halina maana yoyote ili akuletee nao maji ndio uweze ukanywa, lakini ako na vikombe vizuri kwa nyumba yake. Ako na vitu vya thamani kwa nyumba yake. Amenunua vitu ambavyo zinafaa mtu kutumia nao kwa maji. Lakini yeye hawezi akakupa na ile kikombe kizuri. Anakuangalia na kudharau, ama anakuangalia na kuona kana kwamba wewe si mtu wa maana. Leo nataka nimaanishe nini? Wakati mwingi tunapoteza baraka zetu kwa sababu hatutendi kama tunavyoruhusiwa na Roho wa Bwana. Tunafanya vitu kama akili yetu. Tunasonga na akili yetu sisi wenyewe. Hatufanyi vitu kama mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Hatuna macho ya kindani ya kuona hitaji ya mtu ambapo inafaa umtendee kitu muhimu. Hawezi akafaulu ama hawezi akaonekana au umemtendea mambo mazuri. Tunakosa hata asante siku ya leo. Many people we are not having what we call love in our heart. Hallelujah. Hatuna, na kwa sababu hii hatuwezi tukafanya kitu mzuri kwa watu ambaye wanafaa wafanyiwe. Tunachukua vitu tukiangalia kama unamtupia umbwa ama unamtupia nguruwe ama unamtupia mnyama yoyote, lakini ni mwanadamu mwenzio ambaye amefika karibu nawe ili ukamsaidie. Leo nataka nimaanishe nini?
mama yule angeliweza kupata ile jina ya mama mbarikiwa kuliko wanawake wote kama hakuna kitu alikuwa amefanya ya maana mbele ya Mwenyezi Mungu. Alifanya kitu ya maana. Leo wengi tunahitaji, wengi tunalia, wengi tunatamani, wengi tunataka tusaidiwe, wengi tunataka msaada, lakini tukunaponenda kufika karibu ya msaada ile, tunafanyiwa vitu ambaye halilinganishwi na msaada tuliokuwa tunahitaji. Tunafanyiwa vitu kama si wanadamu, tunafanyiwa kitu kama si mtu, yani unaonekana we si mtu kati ya wengine. Leo nataka nikutoe kwenye hiyo roho. Ukiwa na moyo kama hiyo utaitwa mbarikiwa. Hebu fanya mambo mazuri ukaitwa mbarikiwa kama yule mama. Biblia inasema kwamba Mariamu alipokutana na Elizabeti, Elizabeti akamwambia Mariamu, umeitwa mama mbarikiwa kwa kuwa utaleta mtoto wa dhamana, mtoto ambaye ataokoa ulimwengu kote. Hii ni jambo ambalo lilifanya Maria akaitwa mama mbarikiwa kuliko mama wote. Hebu kumbuka hata na huyu mama pia aliitwa mbarikiwa kuliko mama wote kwa sababu ya kufanya kitu ambayo ilipendeza yule mwanaume na ikapendeza Mwenyezi Mungu, na Mungu akafurahi na ile kazi ambayo yule mama amefanya. Leo nataka nikwambie nini? Hata na wewe ukifanya kitu ya maana mbele ya Mwenyezi Mungu, Mungu anaenda kukuita mama mbarikiwa, bwana mbarikiwa, kijana mbarikiwa, mzee mbarikiwa, kwa sababu umefanya kitu ya dhamana ama kitu muhimu mbele ya mwenzi ambaye alikuitisha jambo. Hiyo ni habari ambayo nilikuwa nataka niguse, nikutoe kwenye mawazo ya kutosimama na kutenda kitu ya muhimu, ya kutosimama na kufanya kitu ya maana, ya kutosimama na kujibu kama ulivyoulizwa swali. Wengine wanaulizwa swali na sema mimi sijui. So many of our lips today, mimi sijui, I don't know. I don't know. I don't know everything you ask. I don't know. I don't know. Only that's what she or he can say. But inafaa understand why this guy ama huyu mama anauliza swali hii, ndio ujue utamjibu kwa namna gani. Na ndio unaona Waswahili wanasema kwamba kuuliza si ujinga. Waswahili wanasema namna hiyo. Kwa hivyo wakati unakataa kujibu mtu kwa njia mzuri ama kuelekeza mtu kwa njia mzuri, itafanya usiitwe mbarikiwa. Usiitwe mbarikiwa. Na jambo hilo nimeiguza na nimerudia tena siku leo, siku la 3. Unakuta mwingine ako na mtoto ama na watoto, lakini watoto wake wanacheza na watoto wengine pale nje. Ikifika saa ya lunch time, wakati tunaelekea hii, anaanza kuangalia watoto wake chini kwa dirisha. Anataka angalie wao kwa dirisha, mtoto wangu anacheza na watoto gani? Na akiwa wanacheza pale na hapa chakula nimeanza kuandaa, nitamuita aje. Hapo ndio nasikia mama anaitana kwa dirisha akiwa ndani ya nyumba, anasema baby ama babe ama toto ama kijana ama babu, anamuita kule kwa sababu amempatia majina mazuri. Njoo nikutume kwa duka. Njoo nikutume kwa duka. Sawa, wenzake ambao walikuwa wanacheza nao pamoja wakisikia, wanajua kama kameitwa aende akatumwe kwa duka. Kumbe amemuita aende kule asije akataka wakule na wale wanacheza na yeye. Jambo hili limekuwa mingi sana katika ulimwengu wa siku leo. Hawataki hata mtoto yake kufika kwako. Lakini watoto wao ambao wameitwa, ugali umeipika kubwa sana limekaa juu ya meza, hata watoto hawatamaliza. Kenye kimebaki kinatupwa kwa nini? Kwa ile kitu tunaitanga dustbin. Haleluya. Anatupa ugali pale. Hili ugali ambao ameitupa angelipatia ule mtoto ambaye alikuwa anacheza na watoto wake, angelikula, angeitwa mama mbarikiwa. Hii mambo watu hawataki siku ya leo. Wengine wako na magari, wanakusalimia ikiwa mmekutana town, ukipita mguu kwa mguu. Hey pastor, hey how is you pastor? Praise the Lord pastor. Lakini akiwa kwa gari yake, wakati ambapo atembei na miguu na amekuona kule mbele, anapeleka kioo juu na kioo iko na tinting. Hataki umuone ni yeye ako ndani ya gari. Anakupita ni kama hakuoni, na hakuna hata mtu amebeba kwa ile gari. Hawezi akaitwa baba mbarikiwa. Kwa sababu gani? Tabia zile anafanya na anakujua na anakupita. Na hawezi akakupita. Kisha kitu kikutendeke ukiwa kule, ukirudi kwa nyumba, ama gari ingine kuumize, ama wakora wakunyang'anye. Anasikia habari ya kwamba ni prophet ambaye alinyang'anywa jana, amenyang'anywa simu yake na akanyang'anywa hata na madocuments zake. Lakini sasa hivi ameumia kwa hospitali. Alikuwa ametoka wapi? Hata alikuwa ametoka town. Alikuwa anatembea wapi? Karibu na Mtaiga pale akiteremka. Anakumbuka kabisa alikupita karibu na Mtaiga ukiteremka. Anasema huyo naye saa zingine anapenda kutembea tu na miguu. Ni kama hana pesa nini huyu mtu? Ni nini namsumbua? Anapenda tu kutembea. Angepanda gari.
gari, lakini yeye mwenyewe alikupita akiwa na gari na kapeleka vioo zake juu usimuone, na pale sasa naanza kusema tutaenda kumtembelea hospitali, tumuone mateso ambayo amepata, shida ambayo imemkumba, wacha tutaenda kumjua ni nini kilimfanya, na alikupita kwa njia. Hautaitwa baba mbarikiwa. Kuna wamama wengine ambao wanafanya kazi, hata wako na biashara, wengine wanapika hizi njugu, wanakaanga njugu pale kwa barabara. Unakuta mtoto anatoka huko anaangalia njugu akipita, anaangalia njugu akirudi. Na njugu yeye anaikaranga kionja moja moja, anakaranga kionja moja moja, lakini hawezi chukua hata kama ni 6 peke yake, au weke kwa mkono ule mtoto anapita kienda akirudi tena. Na anajua kabisa huyu mtoto haja yake anataka hii njugu, lakini yeye anakaranga akiuma moja moja. Waswahili wanasema kwamba utamu wa njugu ni kuuma moja moja, ama namna gani? Kwa hivyo hapo hata yeye anaiuma moja moja, kisha baadaye utapata kwamba amekula njugu ya shilingi 20, ambapo angelichukua mpatie ule mtoto angeitwa mama wa baraka ama mama mbarikiwa. Kuna wanaume pia aina ile, wao wanafanya vitu vingine hapo pale, wanauza hata vitu hizi ambayo tunaita kama machunga, anauza machungwa pale, anauza ndizi pale. Unakuta ndizi nyingine kumeribika kiasi hivi, anaichukua tu anaitupa pale kwa dustbin, kwa sababu anaona hakuna mtu atakayenunua. Lakini kuna watoto wa wengine wanapita pale, wanatamani sana kula ndizi ile, wanatamani sana wapewe ndizi. Akakuchukua tu mmoja aseme, huyu mtoto wacha nikampatie ndizi hii moja, akakule aende akiwa amesikia vizuri, niitwe baba ya baraka. Hawezi, lakini zikiribika anazitumbukiza wapi? Kwa dustbin. Hii ni jambo ambayo imefanya leo hatuwezi kuwa na baraka. Kwa hivyo ninakukumbusha kuhusu habari ya ule mama ambaye aliitishwa tu maji, na yeye akapeana maziwa, na akaingia kwa nyumba tena na akatoa sagi, na akapeana ile siagi na kikombe ya dhamana, bilauri ile nzuri sana. Yaani kikombe ambapo kilikuwa ni maana sana. Na anapeana mtu ambaye aliomba tu. Wewe pia leo anza kufanya vitu ambaye kinaweza ukaitwa mbarikiwa kuliko wanaume wote, barikiwa kuliko wanawake wote. Hiyo ilikuwa ni habari yangu ili kufikie. Na kama imekufikia, anza kufanya kama umesikia na ufanye hivyo, na Mungu atakuita mbarikiwa kuliko wanaume wote wala kisama. Asante sana. Hiyo ni ujumbe wa kwanza. Kama nilivyokuwa nishaomba, nataka tuingie kwenye kitabu cha Yohana. Yohana 11 mlango wa 5. Biblia inasema namna gani? 5 inasema, naye Yesu alimpenda Martha na umbu lake na Lazaro. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tushukuru Mungu na tuseme ni asante kwa sababu ya matendo mazuri. Pokea sifa Jehova. Amen. Biblia inasema kwa kitabu langu inasema hivi, Yesu aliwapenda Martha dada yake na Lazaro. Aliupenda dada yake Lazaro, Martha dada yake Lazaro. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kumaanisha nini kuhusu hii habari? Ninapogusia nataka niseme kwamba kuna kitu kinaitwa upendo. Because nikiangalia hapa ninapata kwamba Yesu aliupenda Martha ambaye ilikuwa ni dada yake Lazaro. Haleluya. Aliupenda Martha ambaye ni dada yake Lazaro. Lakini hata wakati upendo ya Yesu Kristo ilikuwa na Martha, hakuna mtu alijua kwa kina boma ya Martha ya kwamba Lazaro atakuja kufa. Haleluya. Walikuwa wanaona tu ni kana kwamba mambo yanafanyika. Upendo ambaye Yesu akonao na Martha ni upendo ambaye ilikuwa na watu walikuwa na wasiwasi wengi nao. Maana walikuwa wanaangalia kwa njia nyingine ile. Walikuwa na lengo la kuangalia Yesu kwa namna mwingine ile. Lakini Biblia inasema kwamba Yesu aliupenda Martha dada yake Lazaro. Haleluya. Sijui kwa nini Yesu hakupenda Lazaro na amependa Martha. Sijui kwa nini Yesu alichukua jukumu la kupenda hiyo boma, akauchagua Martha ndio iwe rafiki yake zaidi. Haleluya. Lakini pia boma ile palikuwa na wengine. Mmoja alikuwa anaitwa Mariamu, pia alikuwa malipali. Mwingine pia alikuwa anaitwa nani? Lazaro alikuwa malipali. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Martha Yesu aliupenda sana. Haleluya. Akawa na upendo na Martha. Leo nataka nikukumbushe jambo lingine katika maisha yako. Unaweza kuwa umependa mtu lakini huongei. Umenyamaza lakini umempenda. Umetulia lakini umempenda.
Unamwangalia ukisema huyu mtu roho yangu huwa nampenda sana. Huyu mtu naishi kama moyo wangu nikimwona ninasikia raha kwa sababu ninampenda. Haleluya. Na ukiangalia sana ni nini kinachofanya umpende? Hajakupa chochote, hajakuletea kitu yoyote, hajakaa na wewe kwa njia nyingine ile, ama hajakusaidia, lakini unaona moyo wako inampenda. Bwana asifiwe. Amen. Leo naongea kuhusu upendo. Upendo ambaye kuna jambo litatokea nyuma yake. Upendo ambaye lazima kuna kitu kitafanyika ili watu wajue kwamba kuna yule aliyependa hii boma, ama kuna yule aliyependa watu wa hii boma, na ni lazima akiitwa anaweza akasema jambo katikati ya watu kilichotendeka. Bwana Yesu asifiwe. Andiko linasema vizuri sana, aliupenda Martha. Aliupenda Martha dada yake Lazaro. Lakini Martha hakujua kwamba kuna siku ndugu yake Lazaro atakufa. Hakujua kwamba kuna kitu kitafanyika kwa ile boma yao, ambayo Yesu kwa upendo ambao ameuweka kwa dhati itafanya Yesu aje akafanye kitu. Onyesha upendo na mwenzako kwa njia nzuri. Wacha kuonyesha madharau, onyesha tu upendo, because ujui ni nini kitakachotokea inayohitaji mtu yule uliyokuwa umempenda aje akakusaidia. Bwana asifiwe. Neno linasema namna gani katika mstari hiyo? Songa na mimi mstari wa 6. Ninasemaje mstari wa 6? Asante Yesu. Thank you Lord Jesus. Kweli Mungu naweza. Kitabu cha Yohana 11 mlango wa 6. Nasema basi aliposikia kwamba hawezi, alikaa bado siku 2 pale pale alipokuwa hapo. Haleluya. Amen. Biblia inasema vizuri sana katika jina la Yesu Kristo. Basi aliposikia ya kwamba hawezi, alikaa bado siku 2 pale pale alipokuwa hapo. Upendo yenye Yesu alikuwa nao na Martha ilifanya hata Yesu kuwa na haraka. Bwana asifiwe sana. Yesu hakuwa na haraka yoyote hata anaposikia kwamba kuna jambo lolote kinachofanyika kwa kina boma ya Martha. Hakuwa na haraka kwa sababu anajua upendo yenye ako nao na Martha ni upendo wa dhati. Haleluya. Ni upendo ulio na sababu. Ni upendo ambaye itafanya watu watambue kitu mahali pale. Mtu anaweza kuwa na wewe na upendo, watu watazungumza na kando, watu watasema, watajisemeza, lakini wewe usijali, unyosha mkono wako mbele ya upendo wako. Amini kwa upendo wako ndio ile upendo itakapotimia kitu watu waseme, kwa sababu ya upendo alikuwa naye na boma fulani. Hiyo ndio sababu siku leo hata yeye anafanya nini? Anafarijika. Bwana Yesu asifiwe. Wakati aliposikia kwamba anaumia, Lazaro anaumwa, Lazaro anasikia vibaya, Lazaro ana kitu kinachomtenda, Lazaro kanasumbuka mwilini mwake. Yesu alichukua bado siku 2 mahali alipokea habari akisema kwamba anaendelea tu na shughuli zake. Alijua hata kama itakuwaje, hata kama mambo ni mazito kiwango gani, lakini upendo ambao niko nao na Martha itanibidi niende pale nionyeshe mimi niliyekuwa nampenda Martha, mimi ni mtu wa namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wengi wanaonyesha upendo kwa wengine, lakini wakati ambapo jambo limekufanya wanatoroka. Wakati jambo limekufanya wanakimbia. Wakati jambo limekufanya wanakuona wewe ni bure, kaa kando. Hakuna mtu anarejelea karibu nawe. Ameonyesha fikira ambaye si vyema katika maisha yako. Atasema hata fulani alikuwa nimempenda lakini ni tabia mbaya. Nilikuwa nampenda lakini yako na wivu. Nilikuwa nampenda lakini ni mtu wa masengenyo. Nilikuwa nampenda lakini yeye ni mlevi. Nilikuwa nampenda lakini ni mvuta bangi. Nilimpenda lakini yeye ni msharati. Hana namna ya kusimama na upendo ambaye alikuwa nawe hata kama wakati jambo limekutenda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema katika mstari wa 6 ambayo tumeisoma na tumesikia, neno linasema vizuri sana. Basi aliposikia ya kwamba hawezi, Lazaro hawezi,
alikaa bado siku 2 pale pale alipokuwapo. Siku 2 pale pale alipokuwapo. Ninaiangalia kiroho nikiwa ndani ya roho ya Bwana. Ninaona 2 days Jesus is praying because of Lazarus. Ili atakapofika mahali Lazaro hako atamuita tu for whatever happening Lazaro. Patie Yesu makofi kama uko hapa na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo siku 2 kulikuwa na lengo la Yesu kufanya jambo. Kulikuwa na kitu Yesu alikuwa anafanya for 2 days. Alikuwa mahali pale pale, mahali alisikia ya kwamba Lazaro anasikia vibaya. Hakutoka, hakuenda mahali popote, hakuenda sehemu zingine, lakini alikuwa mahali pale pale. Mstari wa 7 inasema namna gani? Inasema kisha baada ya hayo akawaambia wanafunzi wake, twendeni Uyahudi tena. Listen for thee. Baada ya kukaa pale 2 days, Yesu akaongea na wanafunzi. Akamwambia, wacha nisome yangu mwenyewe katika mstari wa 7. Anasema hivi, kisha baada ya hayo akawaambia wanafunzi wake, twendeni Uyahudi tena. Twendeni Uyahudi tena. Kwa kuwa kule Uyahudini ndio kulikuweko na Martha na Lazaro ambaye ni ndugu yake, ambaye alikuwa ni rafiki wa Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Kuna vitu vinafanya uweze ukarudi mahali ulitoka hata kama ulikuwa umeacha. Kuna vitu vinaweza kukurudisha mahali ulikuweko. Kuna jambo linaweza tokea na unafaa kurudi mahali pale. Uende ukajua ni nini kinachoendelea. Leo tunakosa baraka kwa sababu tunaondoka na tunaenda kabisa. Tunaondoka na tunaenda kabisa. Hata kama umesikia ya kwamba mtumishi wa Mungu bado siku hizi yako mahali pale, lakini hakuna kizuri kinachotendeka juu hakuna wengine. Hauwezi ukarudi nyuma ukaangalia what is happening. Haleluya. But upendo wa Yesu Kristo ni upendo wa urejesho. Upendo wa kurejelea mahali alikuweko. Jambo ambalo ikitendeka mahali alikuweko akiangalia anarudi kutizama. Leo nataka nikwambie, hata kama matatizo yako nawe, hata kama kunako aibu ndani yako, hata kama kuna vitu ambapo huoni ikifanyika vizuri, hata kama unaona magonjwa yanaenda yakirudi, Yesu ako mahali pale bado atarudi. Haleluya. Aliyekukuita na majina zako ako na lengo. Aliyekukuita na majina yako ako na sababu. Aliyekujua na akaweka upendo nawe atarudi pale. Akawaambia wanafunzi wake, turudi tena Uyahudini. Soma tena mara ya 2. Kisha akawaambia baada ya hayo. Akawaambia baada ya hayo. Akawaambia wanafunzi wake, twendeni Uyahudi tena. Twendeni Uyahudi tena. Mstari wa 8 anasema namna gani? Wale wanafunzi wakamwambia. Akamwambia, Rabi, juzi tu Wayahudi walikuwa wakikutafuta wakupige kwa mawe. Haleluya. Sikia hapo. Nawe unakwenda huko tena? Sikia tu hapo. Hapo ndipo unakuta kwamba watu siku hizi wanatoroka watu. Walikujua tu afya Mary. They knew you lucky. Lakini wakati anapokuona anasema kwamba huyu dada alinitusi. Huyu dada aliniongelesha vibaya. Huyu dada alininyima sijui maji. Huyu dada alifanya kitu kingine mahali tulikuweko. Tena hapo nirudi nikamuongelesha namna gani? Unajaribu kusaidia watu siku ya leo kiamba bwana akikosana na bibi, unaenda pale unaenda kuwasawishi, kama uende ukarejesha upendo yao. Bibi anasema siwezi nikarudi kwa ule nyang'au. Bwana naye anasema siwezi nikarudi kwa ile punda. Sasa unashindwa kwani hawana moyo wa upendo wa urejesho. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba Yesu akawaambia twendeni tena kule Uyahudi. Wanafunzi wa Yesu wanajibu wanasema namna gani? Glory to Jesus. Amen. Juzi tu Wayahudi walikuwa wakitafuta kukupiga kwa mawe. Nawe unakwenda huko tena. Haleluya. Nataka nikwambie kama umeokoka, uende ikawa juzi ulianguka ukafanya kitu ambaye watu wanakataa. Uende ikawa ulienda ukapata pesa kwa njia isiyo nzuri. Uende ikawa ulienda ukakutana na mwanaume ambaye haikuwa mzuri. Uende ikawa ukakutana na msichana ambaye haikuwa mzuri. Haiwezi kumkataza Yesu kurudi tena kwako ati kwa sababu ulianguka, ama ulikuwa umemkataa, ama ulikuwa umemkana. Bwana Yesu asifiwe. Bado atarudi kwako wewe ambaye watu wanasema wewe ni mbaya. Amen. Wayahudi walikuwa wanapanga kumpiga Yesu mawe. Wanafunzi wa Yesu sasa wanajifanya ni werevu, ati wanamfundisha Yesu. Juzi walikuwa wanataka kukupiga na mawe. Tena unarudi pale namna gani? That's why I preach here without leaving.
because I know what I'm doing. No matter even people, they don't love me like Isama, they will never stop me not to preach this message. Hallelujah. I know what I'm doing. Still bado nitarudi tu kwao, nitakuja tu kwenu, nitakuja mpaka kwa manyumba zenu. I will walk door to door. Hallelujah. Ni kwa sababu sitaangalia kwamba nilikuwa na wahubiria na wanisikii. Nitachukua jukumu hii kama Yesu alivyochukua jukumu. Mstari wake hii inasema vizuri sana. Rudia tena mstari wa 8. Inanipendeza sana. Nani nasema? Inasema wanafunzi wakamwambia. Rabi, juzi tu Wayahudi walikuwa wanakutafuta. Wayahudi walikuwa wanakutafuta wakupige na mawe. Wewe unakwenda huko tena? Unakwenda huko tena. Bwana asifiwe. In the other hand, walikuwa nakataza Yesu asirudi. Katika njia nyingine walikuwa nakataza Yesu asirudi huko Yahudini. Walikuwa wanaona kwamba now they protect Jesus. I want to tell you today, you cannot protect Jesus. Hallelujah. Well, ways you can protect Jesus, but you can preach the message of Jesus. Hallelujah. Are we here today? Huwezi ukasaidia Yesu na kitu yoyote. Huwezi ukamsaidia Yesu, lakini unaweza kuhubiri injili ya Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Hao walikuwa naona kwamba wanamchukulia nafasi ya kumlinda. Huwezi linda Yesu wewe. Huwezi ukalinda Yesu. Yesu ndiye atakulinda wewe. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 9 inasema namna gani? Soma andiko. 9 inasema. Yesu akajibu. Je, saa za mchana ni 12? Mtu akienda mchana hajikwai. Hallelujah. Kwa sababu aiona nuru ya ulimwengu. Thank you Lord Jesus. Praise the Lord. Mtu yule akona Yesu Kristo hawezi akajikua miguu yake. That's what Jesus speaks to those people. Saa hii ni mchana, sio saa 12 jioni. Mtu anayetembea kwa mwangaza hawezi akagonga miguu yake kwa mawe. Hawezi jikua kwa mawe. Mtu ambaye anatembea na Yesu Kristo, mtu ambaye amezingirwa na damu ya Yesu Kristo, mtu ambaye amebeba msalaba wa Yesu Kristo, hawezi akajikua miguu yake. Utamuona akiwa hata na demu, utamuona akiwa hata na kijana, utamuona hata kama mezaa, utamuona hajajikua kwa sababu he's walking in light. Are we here today? Give the Lord a mighty hand. Praise Jesus. Yesu akasema sasa ni mchana. Na mtu akitembea mchana hawezi akajikua miguu. Alijua kabisa ameshajijaza roho. Alijua kabisa for 2 days after listening for those people who told him about this man called Lazarus. Hallelujah. Alijua kuna sababu, na ndio sababu akachukua jukumu la kunyenyekea. Oh hallelujah. Thank you so much my dear. Oh Mungu akubariki. Hallelujah. Pigeni Yesu makofi saa zingine. You know kuna vitu nafanyanga nisikie kama roho yangu inafurahi. Basi alijua kabisa Lazaro ni mtu wake. Na kwa hivyo alikuwa amesikia habari ya kwamba Lazaro anasikia vibaya. Na akachukua jukumu la kunyenyekea yeye Yesu Kristo. Akasema ni vyema atulie mahali pale for 2 days. Hallelujah. Sasa hiyo Yesu alikuwa naomba. Ninakwambia Yesu alikuwa naomba. Alikuwa naomba jue mawazo ya wanafunzi wake. Alikuwa naomba jue ni nini atakalofanya when he go back to that place ambapo watu wanasema usiende tena, ulikuwa unataka kupigwa na mawe. Alijua. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wako na imani? Kama uko na imani sema tu amen. I want to tell you, don't reject things and because umesikia mtu akiongea ama umesikia mtu anasema jambo, ukasikia bali kwa mtu yeyote, ukaanza kusema kwamba kama ni hivyo mimi siwezi kuwa pale, kama ni hivyo mimi siwezi rudi pale, kama ni hivyo mimi siwezi kaa na hao watu. Wacha nikwambie siku ya leo, wanafunzi wa Yesu wanamwambia Yesu, juzi walikuwa wanataka kukupiga na mawe kule Uyahudini, tena unarudi huko kufanya nini? Yesu akawaambia, mtu akitembea mchana hawezi akajikua miguu yake. Mtu akitembea mchana anaona kule anaenda. Mchana wa Yesu ni nini? The Bible says, hallelujah. Amen. The time is coming when sun will never have its power. Are we here today? Even moon will never light for you anything. It will remain only Jesus, who is the light of the world. Sijui kama unanipata leo. Ninaishi kama nitahubiria mtu siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kwamba hata jua litakosa nguvu, hata mwezi
mwezi itakosa nguvu, hakuna hata nyota zitang'arishia mtu chochote, kwa sababu Yesu ndiyo mwangaza wa dunia. So alikuwa anaondoka pale anapoonyesha wanafunzi wake, mimi ndiyo mwangaza. Hallelujah. And when I go back to that place, nothing can harm me. Oh my God. Alikuwa anatembea akijua yeye ni nani. Baada ya 2 days wanafunzi wake watajua how powerful he is. Amen. Read chapter 9 verse 9, not chapter, verse 9. Tuko 10. 10 na 10, right? Soma 10. Bali akienda usiku hujikwaa, kwa sababu nuru haimo ndani yake. Hallelujah. Amen. Biblia inasema kwamba acha nami pia nisome yangu, inasema bali akienda usiku hujikwaa, kwa sababu nuru haimo ndani yake. I speak it before I read that place. Si kweli? Nimeongea kabla hata nifike hapo. Roho ya Bwana inaniongoza. Jamani, hata kama uamini kama roho inaniongoza, prophet anakuwa ordered by the Holy Ghost. Glory in the mighty name. And I want to tell you today, before the Lord do anything, he must speak to a prophet. Amen. Kabla Mungu afanye chochote, anaongeanga kwanza na nabii. If you can listen to my preaching for some years back, utakumbuka wakati watu walijaa hapa, nilisema today I can celebrate because people are in the church. I believe tomorrow they will be not here. Ah, my God, glory to Jesus. Hey, ndio nikasema wacha niserekee wakati wamejaa, ili siku ambapo wako nitakumbuka kulikuwako na watu. Hello? But that cannot stop me to worship the Lord and praise him, King of glory. Hello? Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema katika mstari wake wa 10, bali akienda usiku hujikwaa, kwa sababu nuru haimo ndani yake. Mtu yeyote ambaye anatembea pasipo Yesu Kristo anaweza umia. Any person ambaye anatembea pasipo na Yesu Kristo utaumia. Utagonga miguu yako kwa aibu. Watu watakulaani, watu watakukataa, utapigwa vita because you are walking alone. Hallelujah. Lakini ukitembea na nuru ambaye ni Yesu Kristo, hauwezi ukaumia, hauwezi ukapatwa na tatizo, hauwezi ukapatwa na janga, hauwezi ukapigwa na wakora, hauwezi ukapatwa na magonjwa. Leo tuko na mtu, huyo mtoto waache mambo yake ya mawe, ameanza. Hiyo mawe aanze. Tafadhali mtoe huko. Atapiga huyu na mawe venye natuma tu huyo. Na sijui hiyo ni tabia ametoa wapi. That spirit tutaribiuka. Unajua wakati akiwa mdogo hivi ndio unaanza na yeye. Ukiwacha kuwe mkubwa akizoea hivyo, atakuletea matatizo kwa boma. Jua anachukua mawe anataka kuja pigana naye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Piga Yesu makofi kama uko hapa na tujue. Hallelujah. Amen. Biblia inasema kwamba yeye ndio nuru ya ulimwengu. He is the light of the world. Hallelujah. So even anaenda kule, anaenda kijua ya kwamba yeye ndio nuru. Yeye ndiye atashinda vita. Yeye ndiye atafanya kitu kitakachofanya wale waheshimu Yesu Kristo. Mstari wa 11 naye inasemaje? 11 inasema aliyasema hayo, kisha baada ya hayo akawaambia rafiki yetu Lazaro amelala. Akishaongelesha wale wakamjibu ya kwamba tusiende huko, ulikuwa unataka kupigwa, na akawaeleza ya kwamba mimi ndio nuru, na wale wakaanza kuwa na macho ya kuona sasa. That's when they start to see something. Wakati Yesu anaongea na mtu anatakanga roho yako irudi ingiwe kwa neema. Faith, your faith, when your faith lost. Hello? Ni lazima Yesu aongee pamoja nawe kwenye andiko. Lazima Yesu akusumusie kwa Biblia. Ndio ile neema iliyopotea yarudi tena. Ndio uweze ukaona mwangaza. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndipo alipokuwa amewaambia hivyo, akawaelekeza habari akisema kwamba let us go now. Mstari wa 11 Biblia inasema namna gani? Aliyesema hayo, kisha baada ya hayo akawaambia rafiki yetu Lazaro amelala, lakini ninakwenda nimpate kumwamsha. Amen. Amelala lakini ninakwenda nimpate kumwamsha. Bwana asifiwe sana. You can die in the spirit. Listen to my message today. Unaweza kuwa umekufa kwa spirit ya kuabudu Mungu. Unaweza kosa hata kuomba maombi ya usiku. Unaweza lala, you can't pray. Hallelujah. Unaamka asubuhi bila kuomba.
we not? There's no any powerful prayer like a night prayer. Sijui niseme kwa Kiswahili. Hakuna maombi ulio na nguvu kama maombi ya usiku. Because that's the time everybody is sleeping. Hello? Amelala, kila mtu amelala. Kila mtu amenyamaza. Hawezi hata kuomba. When you take your time and you go on your knee, pray for people, the Lord will release His power upon you. If you're there, give you the Lord a mighty hand. Amen. Kama unanipata mzuri, pigia tu Yesu makofi. Amen. Many people when we sleep, we sleep. Mtu anaamuka saa 12, alianza kulala saa 4, amelala fofofo. Unajua fofofo ilikuwa ni kaka mattress fulani, ilikuwa inaitwa fofofo. Hiyo kama mattress kama ulikuwa umelala usingizi na kuja mpaka uwezi amka. Na kitanda kilikuwa kinaitwa vono. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati umelala zaidi hivyo na uwezi ukamuka usiku, shetani anakujaga akicheza kichwa yako hivi. Anacheza hivi. Anacheza hivi, lakini because the hand of the Lord is upon you, akikuja hivi akitaka kukubwara shetani Yesu anatoa hiyo mkono anarusha hivi. Yesu anachukua hiyo mkono anarusha hivi. Naye shetani anakuja tena. Wakati unaenda kuletewa ndoto mbaya, Yesu anachukua ile mkono anarusha hivi. Bwana Yesu asifiwe. But kama unaamuka unaomba usiku ile, unazuia shetani kutopata nafasi ya kufika karibu nawe. Unakosa hawezi fika karibu nawe. Yesu anasema namna gani kwa mstari wa 11? Narudia tena. Aliyesema hayo, kisha baada ya hayo akamwambia rafiki yetu Lazaro amelala, lakini ninakwenda nimpate kumwamsha. Hakusema amekufa, amelala. And that's what Jesus has been doing before. For that 2 days, naongea kuhusu ile siku mbili, wakati alipaswa habari ya kwamba Lazaro anaumia. And I see when they come with that message, ni kama walimwambia tu Yesu ya kwamba Lazaro amekufa. Lakini Biblia inasema kwamba aliambiwa ya kwamba anaumia. Si ni kweli? Kwa hivyo yeye watu wako wanataka tu kuandika kilichofanyika. I don't know. I don't see it if that is how it is. But to me in the Holy Ghost, naona Yesu alikuwa ameshajua Lazaro amekufa. Naye anawaambia wanafunzi wake ambaye bado wako na imani duni. Leo nikwambia kwamba tunaenda kufanya rambe hapa itakaofana sana. Many people they look at chairs. Sit, a chairs or seats. How do we call it? Give me one good English. Yeah? Seats. Seats. Praise the Lord. Yeah? Watu wanaangalia hizo seats wanasema nobody here. Nobody. Nani atafanya rambe? Nani atafanya rambe hapa? Hao watakwama. Because they don't see in the Holy Ghost. That's why Yesu anawaambia sasa tuendeni kwa sababu ninampasa niende nimwamshe amelala. Lakini Yesu akijua vizuri Lazaro amekufa. Mstari wa 12. Inasema basi wale wanafunzi wakamwambia Bwana. Basi wanafunzi bado tena wakamwambia Yesu Kristo, ikiwa amelala atapona. Atapona. Soma vizuri sijasikia. 12 inasema basi wale wanafunzi wakamwambia Bwana, ikiwa amelala atapona. Haleluya. Acha nisome kwa yangu nisikize vizuri. Bwana asifiwe. Neno linasema hivi, basi wale wanafunzi wakamwambia Bwana, ikiwa amelala atapona. Praise the Lord. So they have another faith, they are little faith. Because they believe that mtu akilala tu atapona. But they didn't know that the guy is dead. Thank you Jesus, I love you Lord. Wakati watu wananiona kama nimeisha, Yesu ananiona bado niko. Wakati watu wananiona kama nimekuwa yani nimemalizika, Yesu ananiona niko. Bwana Yesu asifiwe. So today I speak thee without fear. Don't look at me the way you see me stand here. Hallelujah. And even if you reject me by your eyes, outside eyes or outside sight, my God, make sure that you enter to your inside sight and you see me well. In Jesus name. Amen. Wakasema kwamba kama melala basi atapona. Mstari wa 13 nasema namna gani? Lakini Yesu alikuwa amenena habari ya mauti yake. Nao walidhania ya kuwa ananena habari ya kulala usingizi. Soma hapo Bwana. Nasema lakini Yesu alikuwa amewaambia habari ya mauti yake. Alikuwa anaongea habari ya mauti ya Lazaro. Nao walidhania ya kuwa
ananena habari ya kulala usingizi. Lakini wale wanafunzi wa Yesu Kristo walikuwa wanadhania kwa ananena habari ya kulala ya kawaida. Haleluya. Afya, usidhani kwamba venye watu wanakuangalia wanakuongelesha hivyo ndivyo ulivyo. Haleluya. Jacinta, usidhani kwamba kama wenye watu wanaongea juu yako ati hivyo ndivyo ulivyo. Don't take their words. Usichukue mambo zao ukajitwike ukadhani hivyo ndivyo ulivyo. Get out of that. Get out of that. Get out. Haleluya. Toka kwa maneno za watu. Wachana na maneno za wanaoongea juu yako. Wachana na namna wanavyokuchukua. Jichukue wewe na ujibebe wewe. Makofi kwa Mesaya. Haleluya. Biblia inasema katika mstari wa 13, lakini Yesu alikuwa amenena habari ya mauti yake, nao walidhani kuwa ananena habari ya kulala usingizi. Leo watu wanazungumza kuhusu wewe ati wewe huwezi olewa, wewe huwezi zaa, wewe huwezi pata watoto, wewe huwezi pata kazi, wewe huwezi pata nyumba, wewe huwezi jenga, wewe huwezi kuwa na watu, wewe huwezi endelea kukaa na watu. Hivyo sasa unaichukua unaiweka katika maisha yako kwa sababu watu wanasema. Forgot about that. I tell you, forgot about that. Wachana naye maneno za wanaozungumza. Wachana nazo maneno ambao wanatumia. Wachana nazo hizo mambo ambao wanaweka juu yako. Wewe jijue wewe ni nani? Who are you? Many people they ask, who is Jesus? Who is Jesus? Who is Jesus? And I ask them, who is this somebody we call it sin? Hallelujah. Right. Who is this sin? Who is this sin? If you know a sin, you know Jesus. Glory to the mighty hand. Namba 12 na 4. Niko karibu kumaliza. 14 inasemaje? Inasema, basi hapo Yesu akawaambia wazazi wa Lazaro amekufa. Hallelujah. Amen. Kisha baadaye Yesu akawaambia Lazaro amekufa. Because their faith were not ready to know what is happening, but Jesus knew. Hallelujah. Yesu akawaambia Lazaro amefanya nini? Amekufa, katika mstari wa 14. Basi hapo Yesu akawaambia wazi Lazaro amekufa. Watu wanaweza kuja kwako na viswahili, wanakupaka matope, wanakuweka na vitu, wanajaribu kukupaka ili usije ukafahamu chochote, wanafunga macho yako na minyororo, wanafunga wewe na mavitu na makamba, ati wewe ndio usiendelee vizuri. Wanatumia madawa ya kienyeji, wanaleta mambo za kwenu kwa ukoo, wanasema kabila huyu tunawachua, ni watu ambao walikuwa masikini. They are giving you a lot of issues. But now comes a time you must tell them, I am born again. Amen. Give the Lord a mighty hand for that. Amen. Waambie nimeokoka no matter what. Hapa ilipasa Yesu sasa waambie wanafunzi wake mambo waziwazi. Biblia inasema waziwazi. Akawaambia ya kwamba Lazaro amekufa. So what are you going to do? Yes, amekufa sasa. Nyinyi ambaye mlikuwa bado mnafikiria ni usingizi, mtafanya nini? Sasa mambo ni mazito. Namba 15 inasema namna gani? Nami nafurahi kwa ajili yenu kwamba siku wako huko, ili mpate kuamini, lakini twendeni kwake. Hallelujah. Amen. Yes, anasema amefurahi. What? Pepa shindwe. Hallelujah. Glory to Jesus. Biblia inasema kwamba na Yesu akawajibu. Yesu akaongea hapo, Bwana asifiwe. Amen. Yesu akazungumza na wao. Sijui kama unanipata. Kama shida iko kwa microphone. Hallelujah. Pigia makofi. Sio lazima tuwe na microphone ndio tu preach. Hakuna mahali pameandikwa lazima tuwe na microphone. Mimi naweza hubiri hata kama sina, manake ninaelewa. Haleluya. Mstari wa 15 inasema, nami nafurahi kwa ajili yenu kwamba sikuwa huko. Haleluya. When Jesus came to heal you, he was not there in that house. Hallelujah. When things are happening in your body, please. Wakati vitu vilikuwa vinafanyika kwako, watu walikuwa na kuona na hawaoni Yesu.
Lakini wakati Yesu anakupinduliwa, ile Shetani anaondoka kwako, hakuwa kwako. Saa hiyo ndio jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Neno ndio inaongea, sio mimi. Naamini ya kwamba unanisikiza, na kama unanisikia sema amen. Amen. Sema tu amen tena. Amen. Biblia inasema ya kwamba Yesu akamwambia, ninafurahi kwa sababu yenu. Hallelujah. Amen. Today afya, Yesu anafurahi kwa sababu yako, kwa sababu alipokuwa hapa duniani akiponya watu, wewe huku kuweko. Enoch huku kuweko wakati Yesu alikuwa anaponya watu wakina Batimaya. Haleluya. Nakwambia sister yangu, huku kuweko wakati Yesu alikuwa anatoa dhambi kwa watu ambao walikuweko. Lakini leo umeamini Yesu ya kwamba ni Bwana. Piga Yesu makofi kama unaamini. Amen. Kwa hivyo Yesu anakufurahia sana siku ya leo. Nakwambia Yesu anafurahi kwa ajili yako. Yesu anafurahi kwa ajili yako kwa sababu haukukuweko wakati alikuwa anafanya zile vitu ya maajabu, na leo umeokoka, unaamini Yesu ni Bwana. Pigia baba makofi mazuri. Amen. Biblia inasema hivi, nami nafurahi kwa ajili yenu kwamba siku kwako huko ili mpate kuamini, lakini twendeni kwake. Hallelujah. Amen. To believe is better you come in the church. To believe is better you enter a place where people gather together and they are serving the Lord. To believe is when you call the name Jesus among people. Hallelujah. Hapo ndipo utaweza, watu wataamini, kwa sababu unaita jina la mtu ambaye imewashinda kuita. Unataja jina ya mtu ambaye imewashinda kutaja. Waganga wataji Yesu Kristo, wachawi hawataji Yesu Kristo, wakora hawataji Yesu Kristo, but they say, oh God, help us for what we are doing. But we have a name, Jesus of Nazareth. We have a name, Jesus. The Bible says he is the Word of God. Praise King of Glory. Amen. Number 16 inasema namna gani? I'm almost finished. Inasema Basi Tomaso aitwaye Pacha akawaambia wanafunzi wenziwe, twendeni na sisi ili tufe pamoja naye. Thank you Lord Jesus. Amen. The Bible says in number 16, basi Tomaso aitwaye Pacha akawaambia wanafunzi wenziwe, twendeni na sisi ili tufe pamoja naye. Yesu aliye ufufuo na uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Ujue ya kwamba wanatembea na aliye na ufufuo na uzima. So wanatabiri wawe wamekufa pamoja na yule Lazaro ili wafufuliwe pamoja na Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Wakaenda twende tufe pamoja naye. Wakasema twende tufe pamoja naye, hata na sisi tuitwe tumekufa. Bwana Yesu asifiwe. Wakaenda mahali pale. Mstari wa 17 inasemaje? 17 Inasema basi Yesu alipofika alimkuta amekwisha kuwamo kaburini yapita siku nne. Alifika akapata yule mwanaume asawekwa kaburini na amezikwa na amesahaulika. Waliobaki mahali pale ni wakulaji waliokuja kusosi, wanakula kwa sababu mtu amekufa mahali pale. Wamezingira mahali pale wakuonyesha kwamba unalia. Siku hizi ukiona watu wanaenda kulia kwenye matanga, wengine wanachukua mate wanaweka kwa macho, kwa sababu hata nini machozi haitoki juu, haja yao ni kuja na kusherekea na kula. Sijui kama niko na wewe mahali hapa siku ya leo. Leo nakwambia amuka na Yesu Kristo. Leo nakwambia twende pamoja na wewe kwa Yesu Kristo. Leo nakwambia twende na Yesu Kristo ambaye ni ufufuo. Yeye ndiye uzima na tena ufufuo. Hata kama umepata umezikwa, mambo yako yamesaulika, watu wamekukataa, wamekutenga, umetupwa, umewekwa nje la njia zenu. Hata wakwenu wanasema hauna kitu. Hata mama yako hakupigii simu. Hata baba yako hawezi kukupigia simu kwa sababu sasa wewe umezikwa. Hauna lolote la kuapa. Akisikia tu ni Jacinta, anasema Jacinta hana chochote ya kunitumia. Akisikia ni Meriafi, hana kitu. Mimi najua hata akiwa kule Nairobi ni kazi bure tu. Hana chochote. Because wanna listen for the people who are speaking about you at home. Hello? Wanaosema kwamba namuonanga Jacinta, namuonanga Meriafi, namuonanga naonanga hiyo prophet Walter, anajigamba ya kwamba nahubiri sana, na hata kanisa lina watu. Hapa kunanga watu. Hapa kunanga watu. Mpaka mama
nao, hakuna kitu anaweza kunisaidia nayo, hakuna chochote anaweza kunitumia, maana hata mahali yako hana watu. Not that people are giving, only people are giving. No, the Lord is there who will provide. Jamani, suseme amen. I don't know if you are inside the church. Mungu ako hapa ambaye atakutendea jambo ambalo hukujua. Wanatembea na ufufuo. The Bible says Yesu ambaye ufufuo na uzima. Yesu ambaye ni ufufuo tena ni uzima. Haimaanishi kwamba Yesu anafufua tu waliokufa akaweka kwa kaburini. Hiyo hapana. Haimaanishi kwamba mpaka ukufe ndio ufufulie ujue Yesu yupo. Yesu anaweza kufufua biashara yako. Yesu anaweza kufufua ndoa yako. Yesu anaweza kufufua kanisa yako. Yesu anaweza kufufua imani yako. Yesu anaweza kufufua afya yako. Maybe you have no body enough, but the Lord is there. Anaweza kufufua maisha yako upya. Na kama unanipata sema tu amen. Ni kama unanipata sema tu amen. Uende kama umejaribu vitu yako vinaribika. Uende kama vitu vyako vimeoza. Kama unavyosema Lazaro ameoza kwa kaburi. So there's no need tuende mahali amezikwa. Vitu yako naweza kuwa zimeoza. Nyumba yako naweza kuwa imeoza. Wewe mwenyewe unaweza tembea lakini umeoza. Vitu vyako vinakaa kama zimeribika. Nyumba yako imeoza. You cannot even clean your house. Why? Because you don't have money to buy a soap. Oh my God. Unaingia kwa nyumba hata sufuria imechafuka. Kitanda imechafuka. Vikombe vimechafuka. Meza pia imechafuka. Kila kitu imechafuka kwa nyumba. Hata ukiweka chakula kwa meza unalemewa kula, ni kwa sababu vitu vimeoza. Amen. But mwenye ufufuo na uzima anaingia. Mwenye ufufuo na uzima anaingia. Let me tell you one thing. Hata sahani inapenda mahali kuna maji. Hata blanketi inataka mahali kuna maji. Hata sufuria inahitaji maji. Jamani, sijui kama nakuelewa. Hata yani moto haikiwaka na uweke sufuria na maji kwa sufuria kwa moto haifurahii. Inataka maji iwe mahali pale. So cleanliness is next to godliness. Oh my God. That's why I call this man ufufuo na uzima. He can resurrect anything in your house. Amen. Are we here today? Anaweza. Jiangalie siku ya leo. Wacha kujichukua ni kana kwamba wewe si mtu. Wacha kuangalia kama watu wamekutenga tu wewe si mtu. Wacha kuangalia venye watu wanaongea juu yako ukadhani hivyo ndivyo ulivyo. Hiyo sio kama ulivyo. They don't know you. Wanaona body but they don't see your inside heart. Hallelujah. Wanaona tu body outside. Wanaona tu mwili na nje. Hawaoni roho yako iliyoko ndani inataka namna gani. Soma andiko hii ya mwisho na tufunge. Mstari wa 18. 18 nasema. Na Bethani alikuwa karibu na Yerusalemu. Ilikuwa karibu na Yerusalemu. Karibu ya maili mbili hivi. Kama maili mbili hivi. Yes. Haleluya. Hapakuwa mbali mahali Lazaro alishikwa na mahali Yesu hapo. Ilikuwa ni kama maili mbili tu hivi. Haleluya. Ikapasa Yesu achukue jukumu la kufika mahali pale. Mstari wa 20, 18, 19. Nasema. Na watu wengi katika Wayahudi walikuwa wamekuja kwa Martha na Miriamu. Haleluya. Kuwafariji kwa habari ya ndugu yao. Habari ya kifo yake ndugu ya Martha ilifanya watu wengi wakaja pale. Yesu atafanya kitu kitafanya watu wengi wakuje kwako. Mambo yatafanyika kwenu mpaka watu wengi wakuje kwa sababu ya uokovu wako. Ukisimama na uokovu na haki watu watajaa hapo. Ukisimama na uokovu na haki watu will come there no matter if they are not coming today. Tomorrow is another day. If not this week, the other week is there. Mambo yatabadilika kwenu na utaona mambo mapya kwa sababu Mungu ako na lengo na kuna sababu na atatenda. Sema atatenda. Atatenda ndani ya ndoa yangu, atatenda ndani ya biashara yangu, atatenda ndani ya kazi yangu, atatenda ndani ya watoto wangu, atatenda ndani ya bwana yangu, atatenda ndani ya bibi yangu, atatenda ndani ya imani niliyo nao. Itafanya watu wajue wengi sana. Mstari wa 20, soma nimalize hapo. 20 nasema. Inasema, basi Martha aliposikia kwamba Yesu anakuja. Martha aliposikia habari ya kwamba Yesu anakuja, alikwenda kumlaki na Miriamu alikuwa akikaa nyumbani. Haleluya. Biblia inasema kwamba Mary, no, it's not there. Number 20, it's number 20. Yeah. Basi Martha aliposikia kwamba Yesu anakuja,
alikwenda kumlaki na Mariamu alikuwa akikaa nyumbani. Martha runs very fast. Martha runs very fast kulaki Yesu Kristo, because Biblia imeanza nasi katika mstari wa 5 ya kwamba Martha alikuwa rafiki wa Yesu. Hallelujah. Love you so much my daughter. Today when I see you Aki. Msichana huwa napendaga sana. Sana. Hata natamka nikiwa hapa kwa jukwaa. Nakupenda sana really. Kuna reason sitaki kukuambia, sababu nikikwambia kitu chako kitakuwa kubwa. Hallelujah. Praise the Lord. So Martha alikuwa rafiki wa Yesu Kristo sana. Na aliposikia Yesu anakuja, alifanya haraka kwenda kukutana na Yesu Kristo. Alifanya haraka. That's what Ibrahim do. Ibrahim akafanya haraka kwenda kukutana na wale watu watatu ambao ni malaika, ili wakaribishe kwao. Martha alifanya haraka kwenda kukutana na yule Yesu Kristo, akamlete kwao, even if Lazaro asazikwa na ameoza ndani ya kaburi. Mstari wa 11, natamani tu 21. Inasema, basi Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungelikuwako hapa. Bwana, kama ungelikuwako hapa, ndugu yangu angekufa. Hallelujah. Hiyo tu ndio the first thing that Martha akamwambia Yesu Kristo. Bwana, kama ungelikuwa hapa rafiki yangu Yesu, kama ungelikuwa hapa singeona aibu. Kama ungelikuwa hapa watu wangenipenda. Kama ungelikuwa hapa watu wangejaa. Kama ungelikuwa hapa watu wangejua prophet wonders preaching message ya Yesu Kristo. Leo nalia. Leo ninalia mbele ya Bwana. Leo nalia hata mimi ni mtu tu kama wengine. Leo mimi nalia hata mimi ni kama Ezekiel ambaye ako Mombasa. Mimi nalia hata mimi ni kama Lai aliye Mombasa ambaye watu wamejaa kwake thousand of people. Mimi nalia leo mimi ni kama Mwiru ambaye ako town, ambaye watu wanatoka kila kona wanamwendea. Mimi pia leo niko hapa. Yesu, kama uko hapa, singeliona aibu. Singeliona aibu Baba. Na ninajua aibu inafuatwa na furaha. Biblia inasema namna gani katika mstari wake wa 22? Inasema lakini hata sasa najua ya kuwa, even now I know, yote utakayomwomba Mungu. Hallelujah. Kama kweli mtaomba Mungu na haki na ukweli, wacha tusimama. Amen. Bwana simama. Amen. Nasema simama. Kama kuna mdomo ongea Bwana, mwambie Bwana jambo. Just speak to the Lord something. Ninakupuliza tu. Pengine unasikia joto. Pengine ni joto. Hallelujah. Kama uko hapa na uende kama unasikia joto, ongea na Mungu. Mwambie kwa sababu uko hapa leo sioni aibu. Mwambie tu sioni aibu. Ongea na Mungu na sauti. Just speak to your God. Nasema ongea tu na yeye bila wasiwasi. The Lord that we love is Jesus. Leo wako hapa. Kama ungelikuweko, ndugu yangu angekufa. Kama ungelikuweko, singekuwa na shida. Kama ungelikuweko, singekuwa na matatizo. Kama ungelikuweko, singekosa amani. Baba, sasa ingia ufanye jambo. Ufanye jambo. Yesu anajibu namna gani katika mstari wa 22? Lakini hata sasa najua ya kuwa yoyote utakayomwambia Mungu atakupa. Amen. Hallelujah. Amen. I know now whatever you speak to your God, Mungu atakupa. Sijui kama niko na watu hapa. Yaki sijui kama niko na watu hapa. I shed you with the blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus, red, the blood of Jesus, the blood of Jesus. Talk to your God. Oh yeah. Biblia inasema kwamba kenye utamwambia tu Bwana, kenye utamwambia tu Yesu, kenye utamwambia tu Bwana, atatenda. Baba atatenda. Whatever you speak today, I know that is Martha speaking. Anasema kwamba najua yoyote utakaloomba Baba atatenda. Amen. Oh bashalaba. Mstari wa 23 nasema Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Amen. Na kwa biashara yako itafufuka.
Nakwambia ndoa yako inafufuka. Nakwambia nyumba yako inafufuka. In the blood of Jesus. In the blood of Jesus. In the blood. Oh, our church is raising up again. Kanisa letu linafufuka. Kanisa ya Real Power inafufuka. Kanisa ya Real Power inafufuka. Kanisa ya Real Power inafufuka. Amen. Ningekuwa nasikia kama mtu anaongea na damu. Don't pray like you don't know how. This is your lips, you should speak. Speak a word. I want to hear you are talking. I want to hear you are talking. I don't know if you're feeling pain that prophet is feeling today. Sijui kama nasikia uchungu ambaye nasikia. Ongea na nguvu. If you cannot speak, then somebody can listen to. Speak in tongues. Ayanda baba baba. La baba baba shakata la 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 la. Eko sheketa ya la 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 la. Just speak a word. The blood of Jesus. Hey, power of heaven. A power of heaven. Yesu anamusha kanisa. Yesu anamusha kanisa tena. Yesu anarudisha kanisa yake. Yesu anamusha tena. Yesu analeta ufufuo. Analeta ufufuo. Analeta ufufuo in Jesus name. Amen. 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 Thank you, Lord. Thank you, my Father. Amen. Then Martha says, Martha akamwambia, najua ya kwamba atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Najua ya kwamba hata wewe uko hapo. Unasema kwamba yes, prophet is just speaking what? Lakini itatendeka tu siku nyingine. Believe it now. I say 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 believe it now. Something is happening in your home. Something happening in your body. Something happening in your house. Something happening in your biashara. Something happening here today in this church. Oh yes. Oh yes. 25. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi ajapokufa anafufuliwa. Amen. Na anaishi. Jesus is everything. The blood of Jesus, kama mnaomba. Halaba sete katabosha. Riko taya mako bete labo. La 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 la. Father, bring your people, bring your people, bring your people. Oh, bring them back, bring them back. Ikiwa wewe ndio ufufuo na uzima. Yesu warudishe, 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 warudishe. Bring them back again. Bring them back again. Bring them back again. I'm waiting for you, O King. I'm waiting for you, Jesus. I plead and wait for you. In the mighty name of Jesus. Celebrate wherever you are. Amen. Sangalia. Amen. Sangalia tu kidogo. Amen. Sangalia tu kidogo. Amen. Say tu ya. Oh ya. Oh la ba. In Jesus name. Amen. Makofi.